Salamu zikufikie wewe ambaye ulikuwa unasubiri story hii kwa hamu kubwa sana. Nilikuahidi kwamba nitakuletea hadithi ya majitu ambayo yaliwatesa sana wa Israel kwa muda mrefu baada ya hili taifa kutoka katika utumwa pale Misri, ambapo walitumika kwa muda wa miaka 430 usiku na mchana. Mwandishi wa kitabu cha Kutoka ambaye ni Musa anasimulia katika sura ya 12 na mstari wa 40 kwamba usiku wa 430 utakuwa wa kukumbukwa sana kwa wana wa Israel na vizazi vyao, kwa sababu ndio siku ambayo Mungu aliamua kuwatoa hawa watu katika mateso ya muda mrefu sana. Ukumbuke kuna mahali fulani katika kitabu cha Kutoka kinaelezea kwamba Mungu alisikia vilio vya wana wa Israel, yani waliteswa sana mpaka wakaamua kuanza kumlilia Mungu wa baba yao Yakobo. Sasa baada ya Mungu kuamua kuwatoa hawa watu katika ardhi ya Misri, aliamua kuwaongoza kwa nguzo ya moto usiku na nguzo ya wingu mchana waweze kurejea katika nchi ya Kanaani ambayo walitoka kwa muda mrefu. Kumbuke kwamba hichi ni kizazi ambacho kimepatikana baada ya miaka 430. Kwa hiyo hawakumbuki wanapoelekea ni wapi, kwa sababu mwanzoni kabisa waliondoka katika ardhi ya Kanaani wakiwa wanakimbilia Misri kutokana na ile njaa ya miaka 7 ambayo mfalme Farao alioteshwa katika ndoto na Yusufu mtoto wa Yakobo akaitafsiri. Naomba ushike hili kichwani, kwa sababu hii ndo story ya wana wa Israel bwana, title inayokwenda kwa jina la The Origin of Israel, inayosimuliwa na mimi msimulizi wako kabambe sana. Sasa baada ya wana wa Israel kuondoka katika ardhi ya Misri, unaambiwa wa Misri waliwapatia zawadi nyingi sana, ikiwemo vyakula na dhahabu. Sasa kuna wakati huwa najiuliza sana, inakuaje hawa watu walizunguka sana jangwani, lakini unaambiwa kwamba Mungu aliamua kuwazungusha hawa watu kwa miaka 40 jangwani, kwa sababu kwanza aligundua kwamba wana wa Israeli ni waoga sana, hawawezi kupigana vita. Kwa hiyo aliwaruhusu wazunguke katika mataifa mbalimbali pale jangwani ili waweze kupata uzoefu wa kivita, kwa sababu katika nchi ya Kanaani walikuwa wanaishi majitu ambayo ni Wafilisti, watu ambao walikuwa wanatisha sana. Yalikuwa ni majitu marefu. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu kuna mahali panasimuliwa kwamba Musa aliwatuma wajumbe 12 waweze kwenda kuipeleleza ile nchi ya Kanaani. Hao walikuwa ni wawakilishi wa zile kabila 12 za Israel ambao walichaguliwa na Musa ili waweze kwenda kuwa kama maspai pale Kanaani, waweze kuchunguza kwamba wale watu wanaishije, mienendo yao ikoje, masuala yao ya kivita yakoje. Lakini waliporudi wakamwambia Musa kwamba hapana, kule bwana watu wanaoishi wanatisha sana, miili yao ni mikubwa, halafu hatutaweza kupigana na kwao. Unaweza kuelewa kwamba yani Mungu aliamua kuwazungusha hapa jangwani, wakapigana na Waamori, wakapambana na Waamaleki, wakapambana na watu wa Moabu, watu wa mlima Seri, ili waweze kufanikiwa katika zoezi la kivita. Na walifanikiwa kwa sababu Mungu alitaka kuwatrain ili waweze kupambana na hawa Wafilisti. Lakini sababu nyingine ambayo Mungu aliwafanya hawa watu wa Israel waweze kubaki jangwani kwa muda wa miaka 40 ni dhambi. Yani walianza kuabudu miungu ya kigeni. Kuna mahali fulani hivi utasoma katika Biblia waliamua kutengeneza ndama alafu wakaanza kumwabudu. Yani staili ya kuabudu miungu ilikuwa hivi: mnatengeneza mungu wenu alafu watu wanatengeneza mduara, wanaanza kuimba nyimbo za kishetani, wanamwabudu yule ndama, wanamfanya kama ndo mungu wao. Lakini pia watu walikuwa wanafanya mambo ya uasherati sana. Uzinzi ulikuwa unafanyika sana wakati wa kutoa sadaka, lakini pia wakati huo watu walikuwa wanalewa pombe na kufanya mambo ya ajabu sana. Yani hiyo ni wakati wa kutoa sadaka, ndo mambo kama hayo yanakuwa yanaendelea. Lakini pia moto ulikuwa unawasha. Kwa hiyo unaweza kala kwamba hawa wana wa Israeli walijikuta wameadapti hizi mila na desturi za haya mataifa ambayo walikuwa wanapita katika hizi nchi kuelekea katika ardhi ya Kanaani. Na
Ukumbuke kwamba safari ya kutoka Misri kuelekea Kanaani ilikuwa ni mwendo wa siku 40 usiku na mchana kwa miguu, lakini unaweza kala kwamba walitumia miaka 40 kufika pale Kanaani. Sasa nilikuambia kwamba hawa Wafilisti ni ndugu zao na wa Misri kindakindaki, kwa sababu ukisoma katika Mwanzo sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 14 unaona pale kuna hadithi fulani hivi inaelezea kwamba Nuhu aliyepona katika gharika ya Mungu ile alikuwa na watoto watatu ambao ni Shemu, Hamu na Yafeti. Sasa katika uzao wa Hamu ndo tunawapata hawa Wafilisti. Sasa unajua Hamu alikuwa na watoto 4 ambao ni Kushi, Putu, Kanaani na Misri, lakini katika uzao wa Misri ndo tunawapata hawa Wafilisti katika uzao wa Wapathrusi na Wakasluhi. Lakini Misri alikuwa na watoto 4 ambao ni Waanami, Waludi, Wakasluhi na Wapathrusi. Sasa katika Wapathrusi na Wakasluhi ndipo tunawapata hawa Wafilisti na Wakaftori, majitu ambayo yaliishi katika ardhi ya Kanaani. Unaambiwa walikuwa ni watu ambao wanatisha sana, yalikuwa ni majitu marefu yenye vidole 6, na kwa jina lingine walikuwa wanaitwa Waanaki na Warefai. Hao Waanaki na Warefai ni uzao wa wale wana wa Mungu. Nitakuja kusimulia wakati mwingine ilikuwa kwaje kwamba wana wa Mungu waliamua kuzaa na binadamu ndo wakatengeneza uzao wa Warefai na Waanaki, watu ambao walikuwa wanatisha sana. Na mifano ya hawa watu ndo huyu Goliati na yale majitu mengine 4 ambayo yaliuawa na Daudi. Bwana wewe, kuna watu wanafikiri kwamba Daudi alifanikiwa kumuua tu Goliati. Huyu Goliati alikiki tu kwa sababu unaambiwa aliwatukana wana wa Israel, alimtukana Mungu wa Israel kwa siku 40 usiku na mchana. Kwa hiyo Mungu akaona atengeneze scenario kwa huyu Goliati ili watu wote waweze kusikia katika masikio yao kwamba Mungu wa Israel anaweza kutisha. Na Mungu wa Israel ndio Mungu ambaye tunamwabudu leo. Yani ni Mungu ambaye anatisha sana. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa 2 ndio utakutana na stories za haya majitu 4 ambayo yaliuawa na Daudi. Sasa huyo Goliati bwana unaambiwa aliwatukana wana wa Israel pamoja na Mungu wao kwa siku 40 usiku na mchana. Kila siku alikuwa anawaambia kwamba Mungu wenu hawezi. Na wakati huo ukumbuke kwamba taifa la Israeli lilikuwa linatawaliwa na mfalme mmoja hivi ambaye alikuwa ni kisirani sana, alikuwa anaitwa Sauli. Nitakuja kukusimulia story yake. Yani huyu alikuwa na mbwembwe sana na mambo yake yalikuwa ni meusi, alikuwa na mambo mengi sana huyu Sauli.